Tutaenda kusoma neno la Mungu kwa kitabu cha Nehemia sura 4. Tutasoma mstari wa 7 mpaka wa 9. Nehemia sura 4 mstari wa 7 mpaka wa 9. Sura yake ya 4 aya yake ya 7 hadi wa 9. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunasoma katika jina la Yesu. Biblia la Mungu linasema, na ilikuwa wakati Sanbalati na Tobia na Waarabu na Waamoni na Wasidodi waliposikia ya kwamba kutengeneza kwa kuta za Yerusalemu kuliendelea, na ya kwamba pahali palipobomoka palianza kuzibwa, wakakasirika sana. Wao wote wakafanya shauri pamoja kuja kupigana na Yerusalemu na kufanya machafuko ndani yake. Lakini tukaomba Mungu wetu, tukaweka walinzi juu yao mchana na usiku kwa ajili yao. Amen. Kiswahili ya ngambo isomele mstari wa 9 tu. Tunasoma Nehemia sura 4 mstari wa 9. Bali sisi tulimwomba dua Mungu wetu, tena tukaweka walinzi mchana na usiku kwa sababu yao, ili kuwapinga. Amen. Tia mkono juu. Karibu kuomba. Pingana na ulimwengu wa giza na kazi yake. Amen. Tunaketi. Asante kwa nguvu zote kona tupa, kwa ulinzi, kwa yote kona tenda kwetu. Sitakosa kumwambia Mungu asante. Apewe heshima kona amekongoza uwe hapa tena siku ya leo. Utaelewa ni kwa neema ya Mungu, na Mungu alete jibu ya maombi utaomba hapa kwa siku ya leo. Bwana apewe sifa. Tuliona siku ya Mungu namna Wayahudi waliingia katika kazi ya ujenzi ya kuta za Yerusalemu. Kila watu walikamata fasi yao ya kujenga. Sisi tuko viungo vya mwili wa Kristo. Sote tuko hapa. Hakuna yule atasema huyu hanifai. Hakuna yule atasema mimi njoo wa ajabu kushinda fulani. Hapana. Kila mtu iko wa lazima hapa ku Yesu ni jibu. Sema amen. Maana tuko viungo vya mwili wa Kristo, na sote tuko wa zamani. Tuko wa maana sana. Basi watajiunga katika hali ya ujenzi. Ukuta wa Yerusalemu unafananishwa na hali ya nchi ya Kongo. Wale watakaojenga nchi ya Kongo sio wageni, ni Wakongomani wao wenyewe. Ijapokuwa hatuna nguvu za kupigana vita ya kimwili, lakini tuna nguvu za kujenga nchi yetu kwa njia ya maombi. Amen. Mara 3. Taongezea makofi na vigelegele.
Maombi utakuwa umeomba ni silaha ya ajabu, tena ni bariere ya ajabu. Tena utakuwa umetanda hema juu ya nchi yetu, na Bwana atakuwa amekuhakikisha askari wa kiroho wa kupigana vita. Nitafananisha kuta za Yerusalemu ni kama kanisa la Yesu. Ni jibu, sababu sote tunahitaji kujenga kanisa la Bwana. Haliwezi likajengwe lolo lenyewe lijijenga, haiwezekani. Kanisa tajua sio nyumba, ni wewe na mimi, na inahitajika mkono wako iwe kwa kazi ya Mungu, sababu kazi ya Mungu haiwezi kajitumike bila watu kuitumika. Nasemaka kazi ya Mungu haiko nguvu, kazi ya Mungu haiko mbaya. Wanaoifanya nguvu ni wale wanaitumika. Hakuna kazi imekuwa nyepesi sana kama kazi ya Mungu, zaidi kazi ambayo iko kama uongozi wa Roho Mtakatifu. Iko teke sana kushinda ile imetokana na akili za wanadamu. Leo tukisema kwa nia moja tutamaliza vita kwa nchi yako, hailombe hata maombi ya siku 3 na vita itaisha. Kama utakuta tuko polepole juu hatuko nia moja, wakati mwingine tunapana mahitaji tutaombea, kuna mwingine anaombea zake, yeye hataombea nchi, anaombea vyake. Kuna yule sasa pale tuko nia moja. Kuna mwingine anasema ndakuwa nikiombea nchi wakati nateseka. Sasa utaombea vyako havitajibiliwa. Unaweza lamkia sokoni mkopera juu ya nini? Nchi iko na amani. Kama nchi haina amani, sione vyotenda fanya sokoni. Muji opeke takwambia leo hakuna soko, na utakuwa umeheshimu na kutii sana. Tunaweza sema tutakuwa mbele za Mungu, tuombe hivi na hivi. Mwingine hapana, fulani njo angetawala ningependa. Lakini hapa kwetu hatujaombea fulani njo atawale. Sisi tunalazima Mungu atawale. Juu Mungu akitawala nchi ya Kongo itapona. Kama wale wakuu viongozi wa nchi wakimgeukia Mungu bila kutafuta msaada kwa wanadamu, Mungu atasimama na ataokoa nchi yetu. Sema amen na kanisa la Bwana. Mungu apewe sifa. Utaelewa kama ni sisi tutafanya jengo la kiroho kama vile la kimwili kwa kanisa letu. Zaidi kama tukishuka, tunyenyekee, tukitafuta uso wa Mungu na kutubu dhambi. Kuna watu wanaomba lakini bado kutubu. Kuna watu wanaomba lakini wako naingia mu machafuko. Kuna watu wanaomba lakini bado matengenezo. Sasa juu yako inaweza tuma tusipate jibu ya maombi. Inaweza tuma Mungu asitukubali haraka. Juu kwa imani niko nayo, hata mchana wa leo Bwana anaweza katukubali. Kama tukienda mbele zake vilivyo, Bwana tukubali. Tena kwenda mbele zake bila oga. Kwenda mbele zake ukijua ama kufa ama kupona. Wewe peke ukijiambia lufu iliumbiwa, hata sikufe na masasi, naweza nikakufa na magonjwa. Kumbe niwe mbele za Mungu. Juu yangu Mungu apanya nchi yetu. Juu yangu Mungu apanya mji wetu. Juu yangu Mungu akinge jamaa yangu. Juu yako Mungu anaweza kazuie shida juu ya jamaa yako. Sijue kama unaamini hivyo. Unaamini hivyo? Basi wataingia kazini. Kila mtu atakuwa kitumika kwa moyo. Wataanza ujenzi. Amen. Kila watu watachukua sehemu yao, wakatumika vilivyo. Sanabalati wakati anapata habari na kikundi chake,
habakukuwa tu wawili, nitakosoa wale waliandika mu magrupe, habiko tu bawili. Ukisoma mstari wa 7 pale, takuta mko wa Arabu, takuta mko wa Amoni. Ile mstari wa 7 takwambia maadui za Israeli hawakukuwa wawili, walikuwa wengi, lakini kichwa yao ilikuwa ni Sanabalati pamoja na Tobia. Njoo walikuwa viongozi. Hakuna adui atasimama bila watu kuwa nyuma yake. Kuna wale watakuwa nyuma yake wakimunga mkono. Hata wale wamekusumbua mjamaa, kuna vyenye viko nyuma yao, hata mapepo ziko nyuma yao. Bwana tusaidie sana kanisa. Wakati atapata habari kazi ya ujenzi imeanza, Biblia inasema nini? Akagazibika sana, roho ikamuluma. Kukazibika manake unafika ile hasira ya mwisho, uchungu ya mwisho, unagazibika, roho ilishavimba mpaka nataka pasuka. Njoo kugazibika. Atagazibika sana. Biblia inasema nini? Mpaka kapatwa na uchungu, kasikia uchungu ya ajabu, sababu aliwazia kama iwezekane Yerusalemu ijengwe. Alitangulia kuwavunja moyo, alitangulia kunungunika, lakini pamoja na hiyo ataelewa hasira ya mwanadamu haimfanye Mungu kitu. Hata wewe uko hapa, msirikie Mungu amekawia kukujibia, jijibie basi. Na ndio kwa maana tupashe kuja manunguniko. Haba nungunikia ke Mungu, banangojea kanjo Mungu. Mungu ni wakungojewa, haiko wakunungunikiwa. Hata neza kukuruhusu ufanye kitu, wala utaanza kumlaumu, kwa nini umeniruhusu nifanye hivi? Mbona umekawi? Hakawi yake wala hachelewaki. Anafanyaka Kenya nataka kwa maisha mwanadamu. Israeli hawakuingia wengi Kanaani juu ya manunguniko. Na kuna watu wako hapa wananungunikia Mungu. Kuna watu wako hapa wanamlaumu Mungu. Pamoja na kuja kuomba, acha kunungunikia Mungu. Jua kuchunga muda wa Mungu. Jua kuchunga mapenzi ya Mungu. Mungu anakuwazia mawazo mazuri. Hata siku zipite, atasimama na kuhakikisha alichokisema kwako na utakuwa na kiishi. Na siku ya leo Bwana kupe neema ya kuishi kulingana na kisa amekupangia. Amen maraini. Atajia wa ndugu zake pamoja na jeshi la Wayuda. Taanza kuwavunja moyo, taanza kuongea naye, ataanza kuzungumuza. Hakuna mtu anaweza kuwa adui juu yako akuongelee vya mzuri. Sijue kama iko, sijue nani kona adui hapa. Adui amshuhudie kwa mazuri. Adui ni adui tu. Hata kikuongelea ataongelea tu vitu vya kukuchafua, vitu vya kukushusha, vitu vya kukuaibisha. Roho yake haina furaha na wewe. Na ndio kwa maana anasemaka usifuate maneno mtu anaongea kaseko karibu yako. Fuata maneno anaongelea watu kama wewe hauko. Hiyo ndio kweli imekuwa katika roho yake. Hapana bienyana ongeaka karibu yako, ile hapana. Wakati mwingine ni ya kukufunika wazo kwa na mtu, kumbe hauna mtu. Nogeukie mtu muulize, unasemaka mimi je kule nje? Geukia mwingine, unaongea kanisa hii namna gani saa uko hapa? Geukia watatu, sona kutana na marafiki zako wanaongea mama Rosine, unawaongeleaje? Unaongea kaje? Sona bakutana. Bwana tusaidie. Basi atakuwa amewaambia nini?
Wayahudi hawa wanyonge, dharau ya ajabu. Sijue kama kuna mtu anasikia hiyo neno. Wayahudi hawa wanyonge. Mnyonge ni nini? Mtu bure, mtu mzaifu, mtu mhana nguvu, mtu mhana kazi msosiete, mwenye ambaye hana hata la kusema, mtu wa ovyo, wa bure. Sanabalati ataongea. Au Wayahudi wanyonge wako nafanya kazi gani? Kazi gani wako natumika? Neno la dharau. Je, watajifanyia boma? Je, watatoa sadaka? Sanabalati, unajua sadaka zetu natoaka? Unajua kenye kiko mfuko yetu? Na hapa nilipofikiria nikawaza, ndio sadaka na nguvu, ndio kwa maana wataiongele. Hakuna mtu alienda kwa mfumo akakosa kumlomba kitu. Hiyo imeitwa dhabihu umetolea miungu migeni. Bwana tukubali. Hawezi ukaone mganga kuambia ndafanya vipimo vile kupana kitu, itakuwa ni dhabihu. Wakati mwingine elewa, mbele za Mungu hamuna vya kusema ni vya bure, eti tulipokea bure pia tutowe bure. Hamna, wala tukupokea kitu bure. Karama tukuipata kwa bure. Bwana tusaidie. Kuna yule alijitoa sadaka kamili pale Golgotha kusudi tupate kukombolewa. Ndio kwa maana hamuna vya kusema vya Mungu toweni bure. Hamna. Elewa, kuna sadaka kamili ilitolewa pale Golgotha. Ndio kwa maana elewa, kama pamoja na hiyo haiko vya bure, vina gharama. Hata karama utaipata bila gharama. Utajinyima chakula na maji, utajinyima muda, utajifunza kuishi maisha utakaso, kujitenga na dhambi. Hapana, leo makanisa zinabeba dhambi na zinabeba Roho Mtakatifu. Kwangu hamna ama dhambi ama Mungu. Mungu atukubali. Nipatilie mtu ama Mungu ama dhambi. Ambia wa pili, mtu asijidanganye. Jua kama utakuwa mtakatifu ama utakuwa mchafu. Mwambie hivyo. Mimi sijue kama tuko nenda pamoja. Basi pamoja na hiyo atakuwa amewauliza, je, watakuwa wamefanya hii kazi ya ujenzi kwa siku moja? Sijue, niko nasikia saa muko mbali na mimi. Muko kabisa. Watakuwa wamefanya kazi kwa siku moja. Sanabalati, hakuna kanisa inaweza jengwa kwa siku moja. Hakuna kazi inaweza fanyikiwa kwa siku moja. Acha ziaka, hata matunzo. Kuna wakati wanaandikia mtu kile ya siku 7, kile ya siku 5. Kuna wakati wanaambia mtu tunziwe miezi 6. Na njoo kimwili. Ambia mtu haiko leo njoo taona mafanikio vyenyoko na tafuta. Wakati ngine fanya na hatua tena ya kuendelea mbele za Mungu. Kwa muda wa Mungu atakufanikisha. Amesema nini? Acheni Baba afanye nini? Mapenzi yake. Haleluya. Si tunaiomba ufalme wako, mapenzi ya Baba kwa wanani? Kwa nani? Kwa nani? Kwa kanisa gani? Kwa nchi gani? Kwa mji gani? Kwa jamaa gani? Kwa mtu gani? Haleluya. Haleluya. Pamoja na hiyo, maandiko naniambia ameitwa Tobia atajitokeza. Hana muda kuonesha Sanabalati. Hatupashe jitia kwa watu. Acha wafanye makusudi yao. Wamekusudia kujenga. Kijikuto naishi na watu
hawezi wakakukosoe, hawezi wakakuonesha madhaifu yako, hawezi wakaonesha kama nawe unaweza pungukiwa na utukufu wa Mungu. Tia alama kiulizo kwa wale watu. Wakati mwingine wewe hawezi ukadanganyike kwa usemi, hawezi ukadanganyike kwa hali ya tabia. Hata mjamaa, una mume hawezi akakushauri, una mke hawezi akakushauri, una watoto ama wazazi hawana muda kukonya. Je, katika ile jamaa muna upendo kweli? Katika ile jamaa muna hali ya umoja kweli? Bwana tukubali. Najua wengi hapa hawataki waambiliwe udhaifu yao, hawataki waonywe, wametaka kila leo wao watakatifu. Na kama ukitaka kuwa adui yake, mwambie mahali amekosea, mwambie udhaifu yake. Ndio naelewa kuna mtu ambaye wazazi wake hawakupata mta ya kumuonesha hii ni mbaya, hii ni nzuri. Lakini kama ukiwa kati ya watu utaelewa kama sisi sote tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna yule aweza katerezi, hakuna yule aweza kakosea, sababu hapa sote tuko wenye dhambi. Lakini tunapokuja mbele za Mungu katika hali ya kujitambua, unapata yule ambaye atakurudisha kwa Bwana. Ulikuwa umepotea, ulikuwa umeenda pembeni, ulikuwa umeenda kinyume, neno la Mungu linashuka, ndugu yako ameshuka na kurudisha kwa Yesu Kristo. Bali utajua una mtu wa thamani katika maisha yako. Pepea Baba wa mbinguni, oh pepea Yesu Kristo, oh pepea Mungu wa mbinguni. Oh haleluya. Kanisa, Tobia atakuwa amemunga mkono kwa udhaifu, atakuwa amemwambia nini? Usijali kazi wako nafanya, kazi wanafanya ni kazi bure. Wakati mwingine furahia baraka ya mwingine, furahia maendeleo ya mwingine, furahia gizi mwenzako Mungu amemfanya hivi leo na wewe kesho. Na wakati unakuta ndugu yako anaendelea, sema Mungu aliyemkumbuka ni Mungu ninaomba vile vile alimtendea. Bila shaka na mimi atanitendea, bila shaka na mimi ataongea juu ya maisha yangu. Acha Mungu atendee mtu hapa mara tena. Oh Mungu wetu apewe heshima hapa. Tobia atakuwa akianza kuziaki kimunga rafiki yake mkono na kumwambia usitishwe na hiyo kuta wako na jenga. Hiyo ni kazi bure, kazi yenye haina maana. Njoo wako na jenga, wala haitaenda fasi, hakuna mahali wataenda. Sababu hata mbwa anaweza kakuja, yani mbweha, na kuangusha hiyo ukuta pale sana balati. Usijali, wala hiyo ukuta wanaoifanya mbweha anaweza kawayangushe. Ni wao wanaongea, lakini haiko Mungu wa Wayahudi ndio anaongea. Ni wao ndio wanaziaki. Hapana, Wayahudi wako wanafanya kazi ndio wanaziaki. Nataka nikuambie, mtu asikuintimide mu proje yako, mtu asikukatisha tamaa kwa mpango wako kontari, mtu asiumbisha imani yako kwa kipindi kontari. Hata one udhaifu yako leo, jua kesho ataona nguvu, jua kesho ataonekana kusema kweli ameendelea. Bwana tusaidie, kanisa la Bwana. Oh haleluya. Mungu wetu atusaidie sana. Basi atakuwa ameziaki, wakati ataziaki mahali Nehemia iko, atasikia roho yake inaugua, atasikia roho yake inaumia, atasikia kabisa kama vile watu hawako upande wao. Atajiambia, wapi nitaenda, wapi nitakimbilia, ni nani nitatafuta, ni nani nitampia? Hapo atajiambia, kumbe niende mbele za Mungu wa mbinguni. Kama tuko hapa, tuna uwezo wa kubaki nyumbani, wa kukufa na kufa, wa kuisha na ishi, wa kulumia na lumia, wa kuhangaika na njaa na hangaika na njaa,
Mwenye masasi itakuta njiani inamkuta. Lakini kama tuko hapa ni sababu hatutaki hata mtu mmoja kati yetu apate kupatwa na shida. Hatutaki hata mtu mmoja kati yetu apate na magumu kwa maisha yake. Ndio kwa maana tuko hapa. Niambilie watu 7 tuko hapa. Ni faida yetu sisi wenyewe, wala sio faida ya Mungu. Ni faida yetu sisi wenyewe, faida wa Kongomani, faida watu wa Sud Kivu, pia faida watu wa Nord Kivu, Ituri kule kama Beni kule kote. Tuko hapa juu ya huko. Ambia rudilia watu 7, kuna wale hawaongee. Sema tuko hapa juu ya faida yetu, sio faida ya Mungu. Uniambilie waina iko juu ya faida ya viongozi wa nchi. Sema iko juu ya faida ya Mama Rosine. Ndio tuko hapa. Sema ni juu yangu, ndio maana tuko hapa. Haleluya. 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 Nehemia tajiambia, wapi nitaenda? Ni mbele za Mungu tu. Tamwambia Mungu, takuwa kwa maombi, kiambia Baba wa mbinguni, Mungu sikia. Kiangilia Kiswahili ya ngambo inaanza nasikia. Mungu sikia. Mazarau mazarau watu wanaoleta kwetu. Kuna watu walizaliwa na zarau, wakakoma na zarau. Hata barikiwe kona zarau, hakubarikiwe kona zarau. Anataka tu masifa kila leo, watu wamuone kama ni waajabu. Wala hamna. Wakati mwingine usijali sifa za watu. Wanaweza kukusifia na watabadilisha hata nyele moja kwa kichwa yako. Wanaweza kukusifia na watakupa hata jibu ya magumu konayo. Acha Mungu akusifu kama vile alisifu Yesu Kristo. Akasema huyu ni mwana. Kwa nini na wasiseme huyu ni mwanangu, huyu ni mtoto wangu, hii ni kanisa langu, wale ni watoto wangu? Nehemia takuwa amemwambia Bwana, sikia Mungu, maana tumezaraulika. Tumezaraulika, na ni kweli tumezaraulika. Wakati mwingine niko naangalia hali ya kiumbe, kimeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa akili yangu na tafakari, wakati niko kwa maombi, naita nchi yetu mbele za Bwana, naangalia nafsi kwa sasa, nakuta hata ngombe iko na samani, mbuzi iko na samani. Kuua mtu kwa leo haiseme kitu. Kama wakisema nitamaliza wote wako mjibu, watupe bombe hapa, haiseme kitu. Hapa mwanadamu taelewa. Ukilala, unaamuka, unashinda, inafika jioni, elewa ni kwa neema ya Mungu tu. Ni neema ilishuka. Kama ingeshuka, kuangamia kwetu haiseme kitu. Lakini elewa, pamoja tuzaraulike, hatutakubali tuishe kama hali ya wanyama. Tutakuwa mbele za Mungu, tumwambie zamani ambaye imeumbwa kwa mfano wako, yani nafsi ya mwanadamu haina tena thamani. Mungu wetu atukubali sana.
Pamoja na hiyo, maandiko yanaonesha Nehemia alishaonesha Mungu namna wanadharaulika, namna mashtumu iko mengi, namna kipindi kizito kona piti, kipindi kakukatisha tamaa wamewaonea. Tena wanaanza fuata na jeshi la Wayahudi na mpaka wanadharaulika kiwango ya juu. Sababu kama utabeba hitaji vilivyo, utabeba hitaji kama vile navyofaa. Tafakari, kama nchi kiendelea hivi, baada ya miezi 3 hakuna kazi, njaa itaua watu, watu watagonjwa, wanashindwa kutunzwa, labda madawa kufikia katika nchi yetu itakuwa vigumu. Ndio kwa maana mtoto wajibu huko mtu wa kawaida. Acha wakusema waseme, acha wakutuzara watuzara, acha wakutustaki watustaki. Tumejua nini tuko ndani, tumejua nini tunatafuta, tunajua ni nani tunaomba. Hata kaa kimya, atasimama kuwa baba na kutusaidia. Oh haleluya, oh haleluya. Atakuwa Mungu na kutusaidia. Bwana tukaribie. Atasema nini? Mungu, wafanye mateka, wafanye mateka. Kabla kuwapeleka kumateka, atasema nini? Shutumu zao, mabaya yao, magumu na mateso wanotubebesha, wanotutakia, Mungu irudisha kwa vichwa vyao. Shimo wametuchimbia, waangukie katika shimo yao. Mabaya wametutakia, iwarudilie. Ile kumwanga damu, iwarudilie. Uchawi yao, iwarudilie. Masumu zao wazikule. Magonjwa wanotugonjesha, iwarudilie. Noseme iwe hivi hadi 12. Niambilie watu wa 7 wanokutakia mabaya, kwa Isa mabaya warudilie kwa ujasiri. Takuwa umewaambia kwa ujasiri. Kimalizo naambia watatu wanokutakia kifo, kwa saa kifo yao wapate. Utashika mwenye iko karibu yako mkono, kimwambia mabaya adui wameweka juu yako, sai tuko hapa, mabaya yao yaanze kuwafuata kwenye wako. Pamoja na hiyo vigelegele kwa kusindikiza utabiri hiyo. Vigelegele kwa kusindikiza hiyo utabiri. Oh, oh, wanotutegea mitego, iwafyatue wao wenyewe. Wanotunenea mabaya, mabaya yao warudilie wao wenyewe. Wanotufanyia renio yawe wageukie. Wanotaka tuanguke, wao wenyewe waanguke, wao wenyewe waanguke, wao wenyewe waanguke. Nehemia takuwa amemwambia Mungu shutumu zao, mipango yao, mawazo yao, maneno yao, mapepo zao, uchawi yao, uwageuzie iwe juu ya vichwa yao wenyewe. Mauaji yao wageukie, kumwanga damu yao wageukie, wakulane wao wenyewe. Oh, 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 oh. To se podesi. Ah,
anayekutesa awe na amani. Wakati unaomba Mungu hauna amani, azale watoto wakati wewe uko tasa. Aishi maisha ya raha wakati umeteseka. Awe na kazi hauna, ama adui ama sisi. Baba, fanye maamuzi leo kati yetu na wale waliotuendea nyumba za wafumo, kati yetu na wale wanaotuchukia. Bwana, we muamuzi, muamuzi. Awe muamuzi, awe muamuzi, awe muamuzi. Nehemia taomba Mungu mabaya ya watesi wao pate kuwahudilia. Hapa ninagundua kumbe kuna muda inabidi mtu amwambie Mungu amlipishie kisasi, na ijakuwa makosa mazambi. Ambia mtu vile, ambia Mungu akulipishie kisasi. Haiko zambi, pia haiko makosa. Haleluya, haleluya. Ndiyo kwa maana mtoto wajibu hauna sababu ya kutendeana mabaya. Rudisha mema kwa mabaya. Mungu peke yake atakulipishia kisasi. Mungu iko pale kukutetea, wala una usemi ya kujitetea. Achia Mungu akutetee peke yako. Natetee mtu moja hapa, atakuwa amemwambia Bwana, washike mateka, washike. Wawe mateka katika nchi ya uhamisho. Wale wageni walifika kwako, Bwana wachukue sai. Wawe mateka katika nchi, wala haujua hata mgeni wako. Bwana, chukua huyo mgeni wako ambaye amekuima hamu nyumba yako, awachukue wawe mateka katika nchi za uhamisho. Sema amena, kanisa la Bwana. Ambia mtu mgeni wako, hii mwezi wa 3 Bwana mteke mateka. Katika nchi ya uhamisho, nchi ya watu wawe wa refugee. Pana mkongomani kuwa refugee, tunakatayo hapa. Bwana, fanya kazi. Wandugu zetu walikimbia vita, afungue mlango mwisho wa mwezi wawe hapa. Amen. Mara 7. ya nguvu. Pamoja na hiyo, Nehemia atamwambia Mungu, kwa maana wamekukasirikisha wewe Mungu mbele za watu, wamejitoa kwa kazi yako, kwa kukujengea. Tena ndio wamekuja kama mwiba, tena ndio wamekuja vivunja moyo, tena ndio wanakuja kuwazui. Sasa Mungu, kama vile sisi watoto wajibu, mwenye atainuka juu yetu, mwenye atasema juu yetu, mwenye atatutakia mabaya, wala Bwana sikae kimya juu yake. Bwana achilia hasira yake juu yake. Mwenye atakuja kukuchawika tena,
mwenye atakuongelea vibaya tena, mwenye atasimame tukufe, sai niko madhabahuni. Huyu Mungu tunaomba wakati wa wasiwasi, wakati wengine wako na bakia munyumba, sisi tumejitoa wahanga. Huyo Mungu asimame, ashughulikie watesi wako, ashughulikie wanataka kuangaisha maisha yako. Mungu asimame kuwashughulikia siku ya leo, maana alimwambia Mungu, Bwana wakasirikie, wamekukasirikisha mbele za watu wanaofanya ujenzi. Sisi hatujali wasiwasi, wengine wako manyumba zao, sisi tunaenda kanisani. Wengine wanalala, sisi tunaenda kanisani. Haiwezekane nchi yetu ikose kupona, haiwezekane nchi yetu ikose kufunguliwa. Umejitoa na mimi nimejitoa. Yule Mungu aseme, mbingu ziseme kwa ajili yetu. Oh, haleluya. Mungu wetu atusaidie sana. Tuko wapi? Tuko hapa kweli? Mungu wetu atukaribie sana. Oh, Bwana wa majeshi aonekane kwetu. Nehemia alisikia kukasirika sana, ndio kwa maana ataomba hivyo. Ndio kwa maana atataka Mungu awe muamuzi kati yake na Sanabalati. Mungu awe muamuzi kati ya Wayahudi na kundi ya Sanabalati. Bwana ajijulishe kama kazi wanaoifanya ni Mungu ndio alipana hiyo mpango. Bwana ajijulishe kama mpango tuko naye yeye ndio alipanga ama sisi wenyewe. Bwana ajijulishe kama maombi tuko naomba yeye ndio alipanga ama sisi wenyewe. Alisikia kukasirika kabisa, ndio kwa maana atakuwa mbele za Mungu. Vuta nikuvute, vuta nikuvute, pamoja na vivunja moyo ya Sanabalati na wale watu wake. Yuda hawakukatishwa tamaa, hata masemi yao haikuambia kitu. Vivunja moyo vyao havyakurudisha akina Nehemia nyuma mumpango. Kama utacho juu ya vitu amekutana na juu ya kukatishwa tamaa, usilogwe kuacha mpango wako ambao uko nayo. Usilogwe juu ya watu anainuka kwako. Kose kuomba, kose kutafuta uso wa Mungu. Siku majaribu inapanda, pandisha imani. Siku magumu inapanda, pandisha bidii. Mungu, siku watu wanakuinukia, njoo siku unakaza Mungu, njoo siku unatafuta Mungu. Sauti iko mingi, iko mingi. Bwana tusaidie. Mungu atukubali. Bwana tukubali sana. Ambia mtu usirudishwe nyuma. Juu fulani anasema, juu fulani anapanga, juu fulani anakuchukia, juu fulani anakuinukia. Hamna, kaza mwendo. Tuko pamoja. Bwana tukubali. Oh, Bwana tukubali. Bwana tuwezeshe na kutusaidia. Watu hawakujali vivunja moyo, kukatishwa tamaa, kuzaraulika. Juu fulani ananizarau, ananiambia mubaya, anafuatilia maisha yangu, kumbe vitaingia moyo. No, njoo muda sasa kumwambia Mungu, jijulishe wewe ni nani mbele za watu wanaonizarau, wanaoinuka juu yangu. Bwana jijulishe wewe ni nani. Oh, haleluya. Mungu ninaomba kujibu, jijulishe kama uko Mungu. Biblia inasema hao watu wakajiunga kwa kazi njema, kila mtu akatia mkono wake nguvu.
maana walikuwa na moyo ya kufanya kazi, ya kujenga. Kuwa na moyo. Nilikwambia moyo njo natumikaka. Mtu anaweza kuwa nawe na roho yake lishakatoka. Mtu anaweza imba hapa na hana moyo ya kuimba. Mtu anaweza hudumia kwa kanisa na roho yake lishakatoka zamani. Kuwa na moyo. Kuwa na moyo wa kazi. Kuwa na moyo wa kazi. Haleluya. Kila mtu alikuwa na moyo, na kama mtu iko na moyo anakubaliaka vyote vitafika kwake, vifike tu. Juu anajua kenye kona tafuta. Juu anajua kwa nini ko pale. Kiona mtu hijaribu hidogo na naacha huduma na naacha mapenzi ya Mungu, hakukuwa na moyo. Inamisha kichwa chako.